Tunashukuru, tunapokea pole hiyo kwa sababu tumeondokewa na mwanatasnia ambaye ni mahiri, lakini pia alikuwa ni alama ya ubora hususan kwa vijana ambao wanafuatia katika utengenezaji wa filamu, yani kizazi kipya hiki. Kwetu kumpoteza mzee Hashim Kambi ni majonzi makubwa, kwa sababu vijana wengi walikuwa ndio alama yao ya kujifunzia, na ukiangalia kazi nyingi alikuwa ni sehemu ya wazee ambao walikuwa karibu na vijana, kuwaelekeza njia ipi bora inapaswa ili waweze kufanya kazi zao kwa bidii na waweze kufanikiwa katika malengo yao. Sawa, Mheshimiwa amekuwa ni miongoni mwa watu wa mwanzoni kabisa kufika kwenye taarifa hii ya msiba mara baada ya kutokea. Natamani nifahamu taarifa ya kufariki kwake umepokea kwenye mazingira gani na ilikuwaje hasa? Kwa kweli taarifa hii nilipokea binafsi nikiwa ofisini kwenye mida ya saa 9 hivi. Nilipigiwa simu na rais wa shirikisho la filamu Tanzania Amir Rajab, ambaye naye alipokea muda huo, akaniambia bwana, tumempoteza mzee wetu. Kwa kweli kwangu ilikuwa ni jambo la kushtua, lakini kwa sababu limetokea ikabidi tulipokee, na nasema ni la kushtua kwa sababu kama wiki mbili zimepita tangu mzee Hashim Kambi sisi tumwandikie barua ya kumtambulisha kwa wenzetu wa TAWIRI ili awe sehemu ya balozi wao kwenye swala la utunzaji wa misitu na kadhalika. Amekuwa akifanya nao kazi mara nyingi na amekuwa akitengeneza makala za video na filamu fupi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunalinda misitu na mali asili nyingine. Kwa hiyo tulikuwa tunataraji muda si mrefu wenzetu wangeweza kumtambulisha kama balozi wao. Na Morogoro mwaka jana mwishoni kwenye tuzo za filamu za Morogoro alipata tuzo hiyo katika eneo la utunzaji wa misitu kama sehemu ambayo ni champion wa utunzaji wa misitu. Kwa hivyo nilipopata hizo habari kwa kweli nimeshtuka kwa kiasi kikubwa, na nikawataarifu viongozi wangu ambao nao pia walishtuka, kuanzia kwa waziri wetu Paul Christian Makonda, lakini pia habari hizi nilimpatia katibu wetu mkuu na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa, ambao kwa pamoja pia wanatoa pole kubwa sana, kwa sababu wanajua na wanatambua mchango mkubwa wa mzee wetu Hashim Kambi katika suala la filamu na michezo ya kuigiza nchini. Kwa vile ambavyo umepokea taarifa, kipi ambacho kimepelekea kifo chake? Kwa taarifa za awali hapa nasema kifo chake kimetokea wakati akiwa anaweka sauti, anafanya dubbing katika zile tamthilia na filamu zile za Pilipili. Kwa hivyo wakati anatia sauti akajisikia vibaya, wakamwaisha hospitali, akampigia Ngayoma pamoja na Juari waweze kwenda kuona pale hospitali Miko Sinza, lakini bahati mbaya wamefika wakakuta mzee wetu amekwisha tangulia mbele za haki. Kwa hiyo amefariki akiwa kazini, kwamba unaweza kuona ni namna ya mtu wa namna gani ambaye alikuwa anajituma kufanya kazi. Yaani amefanya kazi, hata kazi ambayo alikuwa anaifanya na kuipenda, amefariki akiwa bado anaifanya hiyo kazi. Na ninaambiwa tu juzi alikuwa yuko Tabora, ameingia Dar es Salaam na amefika, ameendelea na kazi zake kama kawaida. Kwa hiyo taarifa nyingine nafikiri madaktari wataendelea kuzitoa, hususan kusema kifo chake imekuwaje. Lakini kwa sasa tumemuhifadhi hapa, mwili wake umehifadhiwa hapa msikiti wa Maamuru Panga, na taratibu nyingine za mazishi zinaendelea kadiri ya sisi upande wetu serikali, lakini kulingana na familia itakavyopendekeza mzee wetu tumpumzishe wapi, kama ni hapa Dar es Salaam, Kisutu, ama ni mahali pengine, tutaendelea kujuzana kadiri ya wakati utapokuwa unaendelea mbele. Umehudumu kwenye ukanda huu wa filamu kwa kitambo kirefu, kuanzia tangu kipindi kile unaigiza mpaka sasa hivi umekuwa kama kiongozi. Natamani nifahamu maneno yako ya faraja unapoona mzee wetu Hashim Kambi ameondoka. Ni tunu design gani tumepoteza hasa? Tumepoteza mtu ambaye mkuu. Mimi nasema tumepoteza mtu mkubwa kwenye tasnia, hususan kama mlezi wa vijana wengi, kwa sababu naweza kusema hata mimi mwenyewe nikiwa kijana mdogo kabisa nimetengeneza filamu ambazo yeye ameigiza, nimemdirect kwenye filamu ya Fake Pastors, na unaweza kumwona alikuwa ni mtu mzima, mtu mkubwa, mwenye weledi, mwenye uwezo. Lakini kwenye Fake Pastors wakati namdirect mimi niko mwaka wa 3 chuo kikuu, unaona ni mtu ambaye alikuwa anajishusha, anakusikiliza, anatambua kwamba wewe ni mdogo lakini ni kiongozi wake. Kwa hivyo anafanya yale mambo unamwelekeza anafanya, na hilo naweza kusema ni jambo ambalo ni nadra ama ni jambo ambalo la kipekee sana kwa mzee Hashim Kambi alikuwa nalo.
tofauti na naweza kusema na wasanii wengine. Ni mtu ambaye alikuwa anaweza kujishusha. Hata ukimwona anavyozungumza, alikuwa anazungumza taratibu na kwa tuo kabisa. Unaweza kuona ni mtu ambaye alikuwa anabeba hiyo amali kubwa ya kutokuwa mbinafsi, lakini kubwa kujishusha na kuhakikisha kwamba kazi zake anafanya kazi katika namna iliyo bora zaidi. Sawa, neno lolote labda kwa ndugu, jamaa, marafiki, mashabiki, familia, watoto wake, kwa watu wote ambao wamekumbwa zaidi na msiba huu? Kwanza mimi natoa pole kwa familia ya mzee Hashim Kambi, watoto wake tumekuwa nao hapa, lakini mke wake pia tunatoa pole sana, na serikali iko bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba swala hili tumeanza nao pamoja, lakini tutamaliza nao pamoja. Lakini pili, natoa pole kwa rais wa shirikisho la filamu Tanzania Amir Rajab, sababu yeye ndo anawakilisha wanatasnia wote wa filamu hapa nchini Tanzania, kwa kupoteza nguvu kazi yake, ambao sio nguvu kazi tu, mshauri wa kitasnia kutokana na umri wake pia, na nimesema na nidhamu yake aliyokuwa nayo kwenye kazi. Kwa hiyo natoa pole kwa shirikisho la filamu Tanzania, kwa chama cha waigizaji ambaye yeye alikuwa ni mwigizaji kupitia mwenyekiti Salumu Mchoma, kwa hiyo naye nampa pole. Lakini kubwa zaidi pia nawapa pole wanatasnia wenzangu wote ambao tumempoteza mzee wetu. Tuzidi kumuombea kheri, Mwenyezi Mungu aweze kumuhifadhi salama, kwa sababu hii ni safari yetu wote. Kuondoka kwake pia ni matayarisho ya sisi pia kujua kwamba kuna kesho ambayo itafika na sisi tutatangulia, na tutakuwa tunasema kama hapa pia kukumbuka mema aliyo mengi. Kwa hiyo tuseme yeye kitabu chake alikiandika kwa namna bora zaidi. Kwa hiyo ni wakati wa sisi pia kuendelea kuandika vitabu vyetu katika namna bora, ili watu wengi wapate nafasi ya kuweza kuvisoma na kuvifurahia na kufurahia maisha yetu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Chochote cha kuzungumza baada ya kufika katika msiba huu ukiwa kama msanii, unajisikiaje? Kwa majina naitwa Aika, ila najulikana kama Ika. Kiukweli hii taarifa ilikuwa ni nzito sana kwa upande wangu, ukizingatia mzee alikuwa ni kama baba, alikuwa ni msanii mwenzetu, lakini alikuwa pia ni familia. Kwa hiyo imeniuma sana, sio kitu ambacho tulikuwa tumekitarajia, lakini ndio hivyo, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, inabidi tukubaliane nalo. Tumelipokea. Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi mzee wetu. Wewe ni msanii wa kizazi kipya, lakini umefika hapa kwenye msiba. Kitu gani pengine unakikumbuka zaidi kutoka kwa marehemu Hashim? Nakumbuka upendo wake, kwa sababu nilikuwa ndio namuona kwenye TV, lakini tokea nikutane naye live, yani alikuwa ni mzee ambaye alikuwa na upendo na ucheshi. Yani hajalishi ni mtu mzima ambaye mkongwe tayari, alikuwa bagui wewe ni wa kizazi kipya ni nini, yani alikuwa na upendo na kila mmoja. Kwa hiyo ni pengo kubwa sana kiukweli kwenye tasnia yetu hii, kwa sababu alikuwa na upendo sana. Amehusika kivyovyote kwenye safari ya sanaa yako?